Nishukuru kwa kuwapongeza kwamba yale maelekezo ambayo nilikuwa nayatoa awali yameweza kufanikiwa vizuri. Tumeweza kuongeza kiwango kikubwa cha mapato. Kuna difference ya 60% kwa kiwango ambacho tulikuwa nacho. Leo hii tunaelekea upande mwingine. Lakini swala la uzalishaji, tulikuwa na malengo mengi hata kwenye upande wa kilimo ya kwamba kwa miaka mitatu tuende mara 2 ya kiwango ambacho tunachozalisha. Na uelekeo ni mzuri. Mwaka huu nikiwa pamoja na nyinyi umekuwa mwaka mzuri sana wa mafanikio. Lakini tunajipanga zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usimamizi wa serikali, taasisi zetu unakuwa vizuri. Jambo kubwa ni kuhusiana na swala miradi. Twende tukasimame vyema katika kusimamia miradi. Tusimamie miradi yetu vizuri. Miradi inayoelezwa ndani ya ilani, lakini ile ambayo pia tutaenda kuibuni. Jambo kubwa ni kwamba ulimwengu unaenda unabadilika. Siasa tunazoziendea zinabadilika. Mipango tunayoelekea inabadilika. Itafika siku hatuna uhitaji wa kujenga sehemu zahanati. Itafika siku hatuna uhitaji wa kujenga sehemu kituo cha afya. Hatuna uhitaji wa shule. Je, sisi kama viongozi tunamsaidia vipi Mheshimiwa Rais? Kwa sababu ukiangalia leo hii ndani ya wilaya yetu kila kijiji kina shule. Kila kata ina shule ya sekondari. Na bado kuna kata zingine na sekondari 2. Lakini pia vituo vya afya vinajengwa, zahanati zinajengwa na mipango iko mingi. Kinachofanyika ni extension ya huduma ya makazi kwa upande wa watumishi. Je, itakuwa tumeishia hapo? Kazi yetu kama halmashauri, kazi yetu kama taasisi itakuwa tumeishia hapo? Lakini jibu ni moja. Tunahitaji tujikite katika kuandaa mazingira uwezeshi juu ya jamii iliyopo.